Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, al-islamu dinu satri wa siyanati, Uislamu ni dini ya kujistiri na ni dini ya kujihifadhi. Wakad amara bisatri jasadi al-mar'ati, na hakika Uislamu umemwamrisha mwanamke austiri na auhifadhi na aulinde mwili wake. Wa amara bilhijabi wa thiyabi sabighati, na Uislamu umemwamrisha mwanamke avae vazi la hijabu na avae nguo ambayo kwamba ni pana au nguo ambayo kwamba ni kubwa. Allati la tudhihiru jasadaha, nguo ambayo haitokwenda kudhihirisha mwili wa yule mwanamke. Wala tufaddilu ajzaahu, na wala haitokwenda kuonyesha maungo au viungo vya yule mwanamke. Lengo ni nini? Hifdhan laha, ni kumlinda na kumhifadhi yule mwanamke. Wa siyanatan lilmujtamai kullihi, na vile vile kwenda kuulinda mujtamaa wa Kiislamu kwa ujumla. Min athari tabarruji almuhlikati lilmujtamaat, kutokamana na athari ambazo kwamba za wanawake kutembea wakiwa uchi bila ya kujistiri, bila ya kujihifadhi. Umma unusurike usije ukaingia kwenye maangamivu kwa wanawake hawa, kwa sababu hakuna asiyefahamu ya kwamba chanzo cha maasi kwa mwanadamu an-nadhar, ni kuangalia. Sasa yule mwanamke ikiwa mathalan hakuhifadhi mwili wake, hakuustiri mwili wake, amevaa nusu uchi, anatembea kama anavyotaka yeye, siyo sheria inavyotaka, basi mwanamke yule atakuwa ndiyo chanzo na chombo cha kusababisha machafu katika ardhi. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa mama Aisha radhi za Mwenyezi Mungu zimwendelee, amesema laqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli al-fajr, hakika alikuwa mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, akisali sala ya al-fajr. Fayashhadu ma'ahu an-nisaa min al-mu'minat, wakisali pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama wanawake ambao ni wa kiumini, ambao ni wa kike. Mutanaffi'atin fi murutihinna, wakiwa wamejistiri na kujihifadhi katika hijabu zao, katika jilbabu zao. Thumma yarji'na ila buyutihinna, kisha baada ya kumaliza kusali wanawake hao wanarejea katika majumba yao. Ma ya'rifuhunna ahadun, hakuna yoyote katika wale wanaume wanaofahamu ya kwamba huyu ni mwanamke, huyu ni mke wa fulani, huyu ni mke wa fulani. Hii inamaanisha nini? Wanawake hawa walikuwa wakijistiri na kujihifadhi sawa sawa, mpaka wanaume hawa wafahamu huyu ni wanani, huyu ni wanani. Hivi ndivyo Uislamu unavyotaka. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 372, Muslim kaipokea biikhtilafin yasiri, kwa tofauti ndogo, utaipata kwake kwa nambari 645. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, hakadha yajibu an yakuna halul muslimati, hivi ndivyo inavyotakiwa kuwa hali ya mwanamke wa Kiislamu. Fi awamiri llahi wa rasulih, katika kutekeleza amri za Allah jalla fi'ala na kutekeleza amri za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, wama kana limu'minin wala mu'mina, haikuwa kwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, pindi Allah
anapotoa amri, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kwamba kila mmoja awe na khiari katika kuitekeleza amri ya Allah au amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anapotoa amri yake na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya umma huu wa Kiislamu, mwanamume na mwanamke wanatakiwa waseme sam'an wa ta'an, tumesikia na kutii. Maana yake waitekeleze amri ile. Mtu asiwe na khiari kwamba akitaka ataifanya, asipotaka asifanye. Kisha Allah akasema, wa man ya'si Allaha wa rasulahu, na yule ambaye ataasi amri ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, hakika amepotea upotevu uliokuwa wazi. Sasa jambo la hijab, jambo la kujistiri mwanamke, sio jambo ambalo la kiholela. Hii ni sheria, imetoka kwa Allah jalla fi'ala, ikaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume akaifikisha kwetu amri hii, kwamba sisi wanaume tuweze kuwaamrisha wake zetu wavae hijabu ambayo ni ya kisheria, na mabinti zetu waweze kuvaa vazi ambalo ni la kisheria. Sio jambo la kutaka utafanya, usipotaka usifanye. Yoyote ambaye amri hii ataipuuzia ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema huyo mtu amepotea upotevu uliokuwa wazi. Kaangalia Suratul Ahzab aya nambari 36.